Mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka kitengo cha picha kamisheni ya uchunguzi wa sayansi jinai makao makuu ya Dar es Salaam, Samuel Kaya mwenye umri wa miaka 39 ameieleza Mahakama Kuu ya Tanzania jinsi alivyofanya uchunguzi wa picha mjongeo na kubaini kuwa picha hiyo ilikuwa halisi na si ya kutengenezwa. Shahidi huyo ambaye ni watatu wa upande wa Jamhuri ameeleza hayo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Hata hivyo, katika kesi hiyo Lissu alipinga kupokelewa kwa vielelezo vilivyotaka kuwasilishwa mahakamani hapo na shahidi huyo, ambavyo ni flash yenye GB 8 na memory card yenye GB 32 ambazo zina video za Lissu. Hatua hiyo imesababisha kesi kuahirishwa hadi hapo Oktoba 20 ya mwaka 2025 ili upande wa Jamhuri uweze kujibu pingamizi hizo. Miongoni mwa hoja 4 za Lissu ni kwamba vielelezo hivyo haviwezi kupokelewa mahakamani hapo kwa kuwa havikuelezwa na wala kutajwa wala kuonyeshwa katika mahakama kabidhi ambayo ni mahakama ya Kisutu. Nje ya mahakama tumezungumza na wakili Gaston Garubindi ambaye ni mkurugenzi wa sheria wa Chadema. Mimi naitwa Mika Ndaba. Leo tumehitimisha zoezi la siku ya leo na mahakama imeahirisha shauri hili mpaka Jumatatu. Sasa siku ya leo, wakati shahidi watatu wa serikali anaendelea kutoa ushahidi wake, aliomba kutoa vielelezo viwili, flash disk pamoja na ambayo alifanyia uchunguzi. Mtakumbuka kwamba shahidi huyu alijitambulisha kama expert, yani kama mtaalamu ambaye alikabidhiwa vielelezo kadhaa ili aweze kuvifanyia uchunguzi. Sasa leo kwenye mwendelezo wa ushahidi wake, shahidi aliomba mahakama hii aweze kutoa vielelezo vile. Sasa Mheshimiwa Lissu leo ameweka mapingamizi na sababu 4 za kupinga vielelezo hivyo kupokelewa hapa mahakamani. Sababu ya kwanza, Mheshimiwa Lissu anadai vielelezo hivyo ambavyo shahidi alikuwa anaomba vipokelewe leo havikusomwa kwenye mahakama ya ukabidhi. Mtakumbuka kwamba hili ni kesi ambayo mwanzo wake imeanzia Kisutu kwenye maandalizi ya awali, na ni mtazamo wa kisheria kwamba vielelezo vyote vinavyopokelewa huku juu kwenye trial, kwenye kusikilizwa hii kesi, ni lazima viwe vilisomwa kwenye mahakama ya awali kwa maana hii na kwa muktadha wa kesi hii kule Kisutu. Kwa hiyo kwa maoni yake anasema vielelezo vile havikusomwa kule, kwa hiyo havipaswi kupokelewa hapa. Sababu ya pili ni sababu ya kisheria ya uhalali wa shahidi mwenyewe kutoa vielelezo hivyo. Nimesema awali, shahidi huyu alijitambulisha kama expert wa kufanya uchunguzi wa picha. Mamlaka yale anayapata kwa mujibu wa sheria. Sasa Mheshimiwa Lissu kwenye mapingamizi yake anadai shahidi huyu hana hayo mamlaka kisheria kwa sababu ya hati iliyomteua yeye kuwa mchunguzi. Hati hiyo ilisainiwa na mwanasheria mkuu wa serikali wakati sheria ilikuwa inataka uteuzi ule ufanywe na DPP, yani Director of Public Prosecution. Sasa ni hoja ya Mheshimiwa Lissu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali na DPP ni mamlaka mbili tofauti na haziwezi zikaingiliana kwa sababu majukumu yake kikatiba yako tofauti. Na hoja ya mwisho ya Mheshimiwa Lissu kwa nini kielelezo hicho kisipokelewe ni kitu kinaitwa mnyororo au kwa Kiingereza tunasema chain of custody. Kuanzia kielelezo kilipopatikana, kilikohifadhiwa, kilipopelekwa kwenye uchunguzi na kiliporejeshwa mpaka hatua ya kuomba kipokelewe hapa mahakamani. Ni maoni na hoja za Mheshimiwa Lissu kwamba mnyororo huo umekatika katikati. Kuna baadhi ya maeneo kutokana na maelezo ya shahidi haelezi kielelezo hicho alikipataje. Maelezo ya awali yalionyesha kielelezo kilipatikana Dodoma, kikaletwa Dar es Salaam, kikahifadhiwa na mtunza vielelezo, halafu kikaenda kwa mtu anayekifanyia uchunguzi, na baada ya hapo mtu aliyekifanyia uchunguzi alisema alikirejesha ofisi za makao makuu Dar es Salaam. Haieleweki amekipataje leo mpaka kiko mikononi mwake. Ni maelezo ambayo yalikuwa yanakosekana. Kwa maoni ya Mheshimiwa Lissu ni kwamba ule mnyororo wa kutunza vielelezo umekatika, kwa hiyo kielelezo hicho hakipaswi kupokelewa. Na ya mwisho kabisa ni maoni ya Mheshimiwa Lissu kwamba kabla shahidi ya kuomba toe kielelezo kile, shahidi alipaswa kuomba toe ripoti yake ya uchunguzi aliyokuwa ameifanya. Na msingi wa hoja yake amejenga kwamba kutatokea nini kama mahakama itakataa kupokea ripoti ya uchunguzi huo wakati tayari imeshapokea kielelezo hicho. Kielelezo hakitakuwa na maana kwa sababu kinachoisaidia mahakama ni ripoti yake ambayo shahidi alikuwa hajaomba kuitoa.
Sasa kwa sababu ya muda huu Lissu amekamilisha kutoa maelezo ya sababu zake za kwa nini kielelezo kisipokelewe. Kama mnavyoona sasa hivi ni jioni, upande wa jamhuri wana right au wana haki ya kutoa majibu kufuatia hoja za Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mahakama imekubali kwamba shauri hili liahirishwe mpaka Jumatatu, ambapo upande wa jamhuri sasa watakuja kutoa majibu ya sababu hizo za Mheshimiwa Lissu. Halafu baadaye mahakama hii itapata fursa ya kutoa uamuzi mdogo kwa maana ya ruling, kielelezo hicho kipokelewe au kisipokelewe. Kwa hiyo tutakutana Jumatatu hapa kusikiliza majibu ya jamhuri, na baadaye baada ya majibu ya jamhuri Mheshimiwa Lissu tena atakuwa na rejoin, atakuwa na maneno mengine ya kuongezea kwa sababu yeye ndio mwenye hoja, yeye ndio mwenye pingamizi. Na baada ya kuhitimisha hapo, basi mahakama itatoa muda wake itakaoona unafaa kwa ajili ya kutoa uamuzi wa pingamizi hilo. Na baada ya uamuzi huo ni matarajio yetu kwamba tutaendelea kwa vyovyote vile ambavyo mahakama itakuwa imesema. Kwa hiyo update ya leo ni hiyo, na nawashukuruni sana.